Mara kadhaa East Africa tumekuwa tukiripoti matukio ya wananchi kuuawa na tembo na hata kujeruhiwa kutokana na tembo hao kutoka kwenye mahifadhi yao na kuvamia makazi ya watu. Tunaomba serikali iwe imara hapa kwetu Kiteto, kwa sababu watoto wanakufa, sio huyu tu. Na hii imepelekea leo kuzungumza na baadhi ya wananchi wakiwa katika mmoja wa msiba wa mwananchi mwenzao aliyeuawa na tembo. Tulipotafuta baadaye tukampata, lakini kumpata kwake amefariki. Katika kifo chake ina maana kwamba amepigwa na tembo, amevurugwa sana, amevunjwa mguu, amevunjwa mikono yote miwili, pamoja na kiuno kimevunjwa, pamoja na pembe moja ikaingia sehemu za mbavu. Huyu aliyefariki ni mtoto wangu wa kwanza na ndio tegemeo langu, ananitafutia naishi kwa umri uliokuwa nao. Tunaomba serikali, tunamuomba na mama yetu Samia akazie kwenye swala hili la watu wa TANAPA, ili hivi vifo vya tembo basi viwe vimepungua. Mwenyekiti wa mtaa Kaloleni Shaban Sentaro akiwa katika msiba huo hapa anaeleza na kuthibitisha kifo hicho, huku makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kiteto Christopher Farmet akiomba serikali kuvuna wanyama hao ambao kwa hapa Kiteto wamekuwa wengi na kuleta madhara. Baada ya kumpigia mkuu wa wilaya, haraka sana mkuu wa wilaya alifanya jitihada za kupiga kwa afisa maliasili wa wilaya pamoja na kupiga kwa OCD. Kwa hivyo nimeomba Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan pamoja na vyombo vyake ione namna gani ya kuwavuna hawa tembo nchini, ili wapungue, waweze kupunguza kasi ya uharibifu mashambani, lakini pia na namna ambavyo inaweza kupunguza vifo. Sakata hili limeibukia bungeni ambapo mbunge wa jimbo la Kiteto Edward Ole Kaita akataka majibu ya serikali kuhusiana na sakata hili la tembo kuvamia makazi ya watu. Mheshimiwa Edward Ole Kaita, nimekuona. Mheshimiwa Waitara pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Kwa miezi minne sasa tembo wameua wananchi zaidi ya 4 Kiteto na hata jana. Sasa ni lini utatuletea kikosi na helikopta kwa haraka sana ili kuwafukuza wanyamapori warudi kwenye maeneo ya hifadhi? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Ole Kaita kama ifuatavyo. Ni kweli tumekuwa na changamoto hii kwenye eneo la jimbo lake na amewasiliana na mimi kwa karibu, na jana tulikuwa na mawasiliano, na hivi ninavyozungumza kikosi kiko njiani kuelekea kwenye jimbo lake. Mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV.